Watu 23 wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza na kusomewa shtaka moja la kushiriki kwenye mikutano kigaidi. Waliopandishwa kizimbani ni Alfaxad Nyamwanga mwenye umri wa miaka 57, Fantison Mpango mwenye umri wa miaka 49, Abel Mwesa mwenye umri wa miaka 62, Hassan Saidi mwenye umri wa miaka 43, Emmanuel Wambura mwenye umri wa miaka 30, Adam Idi mwenye umri wa miaka 23, Damas Sadok mwenye umri wa miaka 31, Petro Mabula mwenye umri wa miaka 40, Abdul Kagwidi mwenye umri wa miaka 28, Devil Mahendeka mwenye umri wa miaka 20, Philip Masatu mwenye umri wa miaka 31, Edward Mikindo mwenye umri wa miaka 28 na Emmanuel Doto mwenye umri wa miaka 26. Wengine ni Deus Masagala mwenye umri wa miaka 41, Mohamed Tosha mwenye umri wa miaka 37, Fabian Nguvumali mwenye umri wa miaka 52, Samuel Mtani mwenye umri wa miaka 45, Samuel Kobelo mwenye umri wa miaka 40, Julius Makonga mwenye umri wa miaka 34, Fanuel Lutana mwenye umri wa miaka 35, Philip Kulwa mwenye umri wa miaka 37, Philip Shipuluko mwenye umri wa miaka 50 na Hamisi Mnyivua mwenye umri wa miaka 35. Washtakiwa hao wanadaiwa kutenda makosa hayo kati ya Julai 4 na Julai 7 mwaka huu katika wilaya ya Nyamagana na Ilemela mkoani humo. Washtakiwa wamefikishwa mahakamani leo Julai 23, 2026 chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi na kusomewa shtaka linalowakabili kwa nyakati tofauti na kwa makundi kulingana na maeneo yanakodaiwa kutenda makosa hayo. Katika kesi namba 16375 ya mwaka 2026 na 16377 ya mwaka 2026. Akisoma shtaka hilo katika mahakama ya hakimu mkazi Mwanza, naibu msajili wa mahakama kuu Mwanza, Mheshimiwa Eric Malek, kiongozi wa jopo la waendesha mashtaka wa serikali likiongozwa na Joseph Mauga, wakili mkuu wa serikali na mkuu wa mashtaka mkoa wa Mwanza, akisaidiana na Janice Kihewelo, wakili wa serikali mwandamizi, Sileo Muzulahi, wakili wa serikali, pamoja na Evans Kaiza, wakili wa serikali, amesema shtaka linalokabili washtakiwa 13 kutoka wilaya Ilemela ni kutenda kosa la kushiriki kwenye mikutano kigaidi. Kwa mujibu wa jopo hilo, washtakiwa hao walitenda makosa hayo kinyume na kifungu cha 4(1)(2)(a), 5(a) na 12(1)(c) cha sheria ya kuzuia ugaidi sura 19 toleo la mwaka 2023 ikisoma pamoja na 24 ya katiba na vifungu vya 57(1) vya sheria ya udhibiti wa makosa ya kiuchumi na uhalifu uliopangwa sura 200 toleo la 2023. Washtakiwa wengine 10 katika wilaya ya Nyamagana wamesomewa shtaka hilo wakidaiwa kufanya vitendo hivyo katika eneo la Igoma jijini Mwanza. Akisoma shtaka hilo, wakili mkuu wa serikali Jose